Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, karibu katika mwendelezo wa updates na kile kilichotokea leo mahakamani katika kesi iliyofunguliwa na mawakili wa Tundu Antipas Lissu wakilalamika kunyimwa haki yao ya faragha juu ya mteja wao ambaye ni Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha Chadema. Kumbuka ya kwamba leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026, lakini pia kumbuka kwamba tumekuwekea sehemu ya awali ya dodoso la Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu akimdodosa wakili wake, wakili Maduhu. Kwa hivyo hakikisha unatazama pia na sehemu hiyo ya awali tuliyoiweka, na utakapotazama na hii mpaka mwisho utapata uelewa wa kina juu ya kilichotokea leo mahakamani katika Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam. Katika kesi hiyo kumbuka, miongoni mwa walalamikiwa ni pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali na mkuu wa jeshi la magereza nchini. Sasa moja kwa moja tuingie kutazama katika sehemu hii. Hii ni sehemu nyingine ikiambatanishwa na sehemu ya awali ambayo tayari tumekwisha kuwekea. Sasa tutazame kwa kina kilichotokea katika sehemu hii, ama muendelezo wa kilichotokea mahakamani ndani ya sehemu hii. Tazama, hakikisha unasikiliza mpaka mwisho. Mheshimiwa Lissu anaendelea, amewasilisha SAP namba 1 kwenye supplementary affidavit na anasema hakuna jina la Kulwa Maduhu na Paul Kisabo. Sasa angalia hiyo annexure SAP namba 1 na uwaeleze majaji kama maneno yake hayo ni ya kweli. Wakili Maduhu, kwenye SAP namba 1 hayapo. Mheshimiwa Lissu, je, pamoja na wewe na Paul Kisabo kutokuwepo kwenye orodha hiyo, mmewahi kuja kuniona gerezani na kuongea na mimi? Wakili Maduhu, ni sahihi, tumewahi kuja na kama mara 3 nimewahi kuingia na kuja kukuona. Mheshimiwa Lissu, katika hizo mara 3 zote, je, ulijiandikisha pale magereza kabla ya kuniona na ukaonesha kitambulisho chako? Wakili Maduhu, sahihi, nilifanya hivyo. Mheshimiwa Lissu, je, wewe ni mtunzaji wa hizo kumbukumbu za watu wanaoingia na kutoka gereza la Ukonga? Wakili Maduhu, sio mimi kabisa, ni bwana jela huyo hapo amekaa kwenye kiti, ndiyo kazi yake. Wakili anamuonesha kwa kidole chake. Mheshimiwa Lissu, sasa waeleze majaji kama jina lako lipo kwa watu waliotembelea gereza. Wakili Maduhu, ndiyo, tarehe 28 mwezi wa 10 jina langu lipo, lakini hii siku sikumuona, niliambiwa sitaweza kumuona, na mara 3 zote nilizowahi kumuona hizo nyaraka hazijaletwa na bwana jela mkuu wa gereza yani. Mheshimiwa Lissu, nenda SAP namba 2, angalia hiyo nyaraka, halafu useme item namba 10, aliyekuja ambaye ni Paul Kisabo ameoneshwa jina lake na shida yake, wameandika shida za kisheria. Wakili Maduhu, namuona hapa, ndiyo yupo. Mheshimiwa Lissu, tarehe 30 ya mwezi wa 9, angalia jina la kwanza hapo la watu waliotembelea gereza ni akina nani? Wakili Maduhu, jina ni la Paul Kisabo. Mheshimiwa Lissu, je, yupo kwenye ile orodha ya kwanza ya watu niliowatambulisha kwa mujibu wa bwana jela? Wakili Maduhu, kule hayupo. Mheshimiwa Lissu, kumbe hayupo kule na magereza walimruhusu aingie? Wakili Maduhu, ndiyo kabisa. Mheshimiwa Lissu, nenda sasa SAP namba 3 na yenyewe majina ya mawakili unawaona na wataje. Wakili Maduhu, Wakili Maduhu anasema yupo Andrew Mathew,
Andrew Mathew Chima na Nashon Nkungu. Mheshimiwa Lissu anaendelea, hao mawakili walikuja kuniona mimi? Wakili Maduhu: ndiyo Mheshimiwa Lissu, huyo Andrew aliyekuja kuniona ni mmoja wao au sio mmoja wao kwenye ile orodha aliyosema bwana jela? Wakili Maduhu: hayupo kabisa Mheshimiwa Lissu, nenda sapu namba 5 sasa. Kwenye hicho kielelezo ni register book ya gereza la Ukonga. Pembeni imeandikwa sapu namba 5. Ukurasa unaofuata unaonesha entry ya tarehe 7 ya mwezi wa 5 mwaka jana. Kuna mtu wa kwanza kabisa anaitwa Nashon Nkungu. Kazi yake ni wakili. Amekuja kumuona mahabusu Tundu Lissu shida za kisheria. Wakili Maduhu: ni kweli kabisa Mheshimiwa Lissu, sasa waeleze majaji kwa nini aliruhusiwa kuja kuniona huyo Nashon. Wakili Maduhu: kwa sababu ni wakili wako Mheshimiwa Lissu, tarehe inayofuata aliruhusiwa tena kuingia. Wakili Maduhu: ndiyo anaonekana hapa kwenye ukurasa unaofuata kwenye kurasa kadhaa. Ukurasa namba 9 na tarehe 28 mwezi wa 7 alikuwa mtu wa kwanza kuja kukuona. Mheshimiwa Lissu anaendelea, tarehe 24 mwezi wa 12 jina namba 2 ni Nashon Nkungu tena? Wakili Maduhu anajibu, kweli kabisa Mheshimiwa Lissu, Kisabo je, yupo au hayupo? Wakili Maduhu: na Kisabo naye yupo kabisa Mheshimiwa Lissu, tarehe 4 ya mwezi wa 3 2026 mtu wa pili Nashon Nkungu aliruhusiwa kuja kuniona. Wakili Maduhu: ni sahihi kabisa. Anaendelea Mheshimiwa Lissu anasema, twende anekijor sapu namba 6, angalia tarehe 12 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Mtu wa pili ameandikwa Paul Emmanuel Kilasa Kisabo, na yeye alikuja kuniona na akaruhusiwa. Wakili Maduhu: sahihi kabisa Mheshimiwa Lissu, kwa mawakili wangu aliyekatazwa kuja kuniona ni wewe peke yako. Wakili Maduhu: ni sahihi Mheshimiwa Lissu, sasa tuje kwenye sababu za kukukatalia wewe kuja kuniona. Soma anekijuri sapu namba 3 entry ya tarehe 28 mwezi wa 10 2025. Je, siku hiyo ulikwenda gereza la Ukonga na wakili mwenzako Gaston Garubindi? Wakili Maduhu: ni kweli kabisa Mheshimiwa Tundu Lissu, nenda. Mheshimiwa Lissu anaendelea anasema, nenda kwenye sapu namba 1 ile orodha na waambie majaji kama Gaston Garubindi yupo kwenye hiyo orodha. Wakili Maduhu: jina lake ni namba 3. Jina lake ni namba 3 Mheshimiwa Lissu, sasa angalia hiyo nyaraka sawasawa, imeandikwa mambo mengi kule mwisho. Kuna maoni ya OC, ni officer in charge, yani bwana jela. Ameandika maoni yake kuwa aruhusiwe kumuona ambaye yupo kwenye orodha ya mawakili, na huyo mwingine asiruhusiwe kwa sababu hayupo kwenye hiyo orodha. Wakili Maduhu: niliambiwa toka hapa haupo kwenye orodha. Mheshimiwa Lissu: je, kuna wakili mwingine ameandikiwa maoni ya namna hiyo kwenye orodha ya mawakili wangu kuwa asinione hayupo kwenye majina niliyompa bwana jela? Wakili Maduhu: hakuna wakili mwingine. Mheshimiwa Lissu: je, kuna utaratibu wa kisheria kuhusu mambo haya? Wakili Maduhu: nimekutana nao Ukonga, haujawahi kuwepo. Mheshimiwa Lissu: kwani wewe una makosa gani ya bwana jela wa Ukonga? Wakili Maduhu: sifahamiani naye, sijui nilichomkosea. Mheshimiwa Lissu: wakati umeruhusiwa kuja kuniona, Juma Mwaibako ndio alikuwa anakaimu ukuu wa gereza? Wakili Maduhu: ndio. Mheshimiwa Lissu: huyu aliyekuzuia ni Andrew Shaban ndio aliyekuzuia? Wakili Maduhu: sahihi kabisa Mheshimiwa Lissu, wewe una tatizo la ngozi, albinism? Wakili Maduhu: sahihi Mheshimiwa Lissu, kwenye hili taifa kuna ubaguzi wa watu kwenye albinism?
Wakili Maduhu: sahihi kabisa Mheshimiwa Lissu. Sasa wakili aliyezuiwa ni wewe mwenye albinism? Wakili Maduhu: ni mimi peke yangu ndiyo nimekataliwa by implication. Mheshimiwa Lissu: ulipenda uwe albino? Wakili Maduhu: sikupenda, ila ndiyo nimebaguliwa hivyo. Mheshimiwa Lissu: nilisema naomba samahani. Shahidi ametoa machozi na kuumia sana juu ya vitendo hivyo. Watu wameumia sana hapo mahakamani, wanafuatilia kesi hiyo. Matendo hayo wanafuatilia kesi hiyo. Mheshimiwa Lissu anaendelea, anasema niliandika orodha ya pili na kuwaongeza wewe na Kisabo kwenye hiyo orodha ya pili. Niliwaongeza wewe na Kisabo na hatimaye Kisabo akaanza kuruhusiwa na wewe ukaendelea kuzuiwa. Wakili Maduhu: ni kweli kabisa Mheshimiwa Lissu, nikaandika orodha nyingine na kuwaongeza wakili Deogratias Mahinyila, Dickson Matata na mawakili wengine kwenye hiyo orodha ya pili. Wakili Maduhu: ni sahihi kabisa Mheshimiwa Lissu. Anayetunza hizo nyaraka ni mjibu maombi watatu ambaye ni Bwana Jela. Wakili Maduhu: ni kweli kabisa Mheshimiwa Lissu. Waeleze majaji kama mawakili ambao hawapo kwenye hiyo orodha na wameruhusiwa kuja kuniona: Neema Saruni, Dennis Louis, Nyaronyo Kichere. Unafahamu kama wameruhusiwa kuja kuniona na hawapo kwenye orodha ya mawakili waliokuja kunitembelea? Wakili Maduhu: nafahamu, ndio. Mheshimiwa Lissu: waeleze majaji kama ni kweli au si kweli kwamba mara ya kwanza mlipokuja kuniona hatukuonana ana kwa ana, bali mlipelekwa kwenye chumba chenye ukuta wa kioo. Wakili Maduhu: ni sahihi Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo msingeweza kunipa mkono mkasema mwenyekiti pole? Wakili Maduhu: sahihi kabisa Mheshimiwa Lissu. Na anaendelea anasema, na namna pekee ya mawasiliano kwa siku hiyo ilikuwa ni simu upande wenu na upande wangu? Wakili Maduhu: sahihi kabisa. Mheshimiwa Lissu amemalizia kwa kumuuliza swali Wakili Maduhu kwamba na namna pekee ya mawasiliano kwa siku hiyo ilikuwa ni simu upande wenu na upande wangu? Wakili akajibu sahihi kabisa. Akaendelea Mheshimiwa Lissu kwa kusema, kama kulikuwa na simu ambazo tulitumia kuongea, je, uwezekano wa mazungumzo yetu kuwa recorded upo au haukuwepo? Wakili Maduhu: ulikuwepo mkubwa sana, maana mazungumzo yote huwa yanarekodiwa kupitia hizi simu, ziwe za kawaida au mapolisi. Mheshimiwa Lissu: soma kanuni za magereza sasa. Hizi hapa soma registration number 13. Kama askari magereza anaruhusiwa mazungumzo ya wakili na mteja wake ambaye ni mfungwa. Wakili Maduhu: haruhusiwi kabisa kusikiliza, anatakiwa kuona tu na sio kusikiliza. Mheshimiwa Lissu: sasa hawa wanasikiliza kwa ajili ya nini? Umbea au nini? Wakili Maduhu: nafikiri utakuwa ni umbea wao, sio sheria kabisa. Mheshimiwa Lissu: twende kwenye sheria ya magereza sura ya 58, nenda kifungu cha 8, sema kama kinazungumzia wajibu wa kisheria wa Bwana Jela. Wakili Maduhu: sahihi kabisa Mheshimiwa Lissu. Kwa mujibu wa kifungu hicho, Bwana Jela ana wajibu wa kusimamia maaskari wake kutekeleza sheria hiyo. Wakili Maduhu: ndiyo wajibu wake. Mheshimiwa Lissu: je, anaweza kupuuza sheria ya magereza na kanuni za magereza na kuleta mambo yake anayoyajua mwenyewe? Wakili Maduhu: hana mamlaka hayo kabisa, sheria ndiyo inapaswa kufuatwa. Mheshimiwa Lissu: je, mkuu wa gereza huyu Bwana Jela ametekeleza sheria ya magereza? Wakili Maduhu: hajafanya hivyo kabisa. Mheshimiwa Lissu: ukiachana na ile siku tulioongea kwa simu, lakini
Amra zingine mbili nilipoonana na wewe tulikutana admission ofisi ambayo ikoje? Wakili Maduhu, kuna meza 3 zote zina maaskari wa magereza wamekaa wanasikiliza, na wewe ukiletwa unaambatana na maaskari wengine wa magereza 2 watatu. Kwa hiyo wote hao wanasikiliza kabisa. Mheshimiwa Lissu, sasa hiyo sio kinyume na sheria? Wakili Maduhu, ni kinyume kabisa na sheria. Wanayosikiliza hayawahusu. Wangetaka kusikiliza wangesoma uwakili, wasiwe maaskari magereza. Wangezungumza na mahabusu na wafungwa kama mawakili. Huu mwingine ni umbea kwa kweli. Mheshimiwa Lissu, haya na kurudishia kanuni za usimamizi wa magereza. Je, kanuni ya 31(3)(a), mfungwa anayepaswa kuangaliwa usiku na mchana na maaskari wasiopungua 2 ni mfungwa aliyehukumiwa kifo? Wakili Maduhu, ni sahihi kabisa. Hakuna mfungwa mwingine yeyote anayepaswa kufanyiwa hivyo. Mheshimiwa Lissu, je, mimi ni mfungwa? Wakili Maduhu, wewe sio mfungwa kabisa. Mheshimiwa Lissu, je, natendewa sawa na mfungwa wa kifo kwa hiki nilichosema au kinachoendelea? Wakili Maduhu, sahihi kabisa, unatendewa hivyo na hawa mabwana. Mheshimiwa Lissu, sasa turudi kwenye supplementary affidavit ya mjibu maombi watatu ambaye ni Bwana Jela. Sasa nataka usome maoni ya officer in charge kwa kila wakili anayekuja Ukonga. Anza na sapu namba 2, soma hayo maoni ya huyu bwana. Amesema simamia mazungumzo hayo. Amesema simamia mazungumzo hayo. Wakili Maduhu, ni sahihi. Mheshimiwa Lissu anamsomea majina ya mawakili wengi waliomtembelea, na maoni ya Bwana Jela anasema simamia mazungumzo yao. Kila mahali Bwana Jela anasema simamia mazungumzo hayo. Hakikisha unashuhudia hayo mazungumzo. Mheshimiwa Lissu anaendelea tena, soma hapo Nation Nkungu, maoni ya mkuu wa gereza yanasemaje? Wakili Maduhu, simamia mazungumzo yao kwa karibu sana, fuatilia wanachozungumza. Mheshimiwa Lissu, kwa hiyo maoni yake kwa mawakili wangu kila wanapokuja ni kutaka mazungumzo yasimamiwe na maafisa usalama wa magereza, wanasheria wa magereza pia. Wakili Maduhu, ni sahihi kabisa. Mheshimiwa Lissu, sasa wapo mawakili wa serikali huwa wanatembelea gerezani pia. Wakili Maduhu, ni sahihi. Mheshimiwa Lissu, twende sapu namba 4. Kuna maafisa waliotoka NPS, mamlaka ya mashtaka DPP, yani tarehe 9 mwezi wa 11 2025. Kuna mtu anaitwa Deborah Mushi anatokea NPS, mwingine Caroline Nana na wengine wengi. Sema maoni ya Bwana Jela yalikuwa ni nini? Wakili Maduhu, maoni yao anasema wasikilizwe kwa utaratibu.